Wanaonitazama, nashukuru sana Mungu aweze kuwabariki. Asante sana kwa wale ambao wanaonitazama. Leo nataka kutoa unabii kuhusu nchi yetu ya Kenya. Leo nataka kutoa unabii kuhusu nchi yetu ya Kenya. Yale mambo nitakao kuambia utayaona siku ambazo hazitaenda sana. Yale mambo nitakao kuambia utaona kwa siku chache. Nataka kutoa unabii kuhusu nchi yetu ya Kenya. Prophecy about Kenya. Na kabla sijatoa unabii, unaweza kuwa unijui. Majina yangu naitwa Jeremiah Ngei, mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Zaidi ya yote mimi ni mtumishi wa Mungu. Mara mengi Mungu huwa ananizungumzia kuhusu maisha ya watu na kuhusu vile kutakuwa na vile kutaenda. Na nataka kutoa tu unabii mchache kuhusu nchi yetu ya Kenya, mambo ambayo Mungu amenizungumzia usiku wa leo. Mambo ambayo Mungu amenizungumzia kuhusu usiku wa leo. Number one, nataka kuongea kuhusu mvua. Mvua haitanyesha sana. Mvua haitanyesha sana. Hata hii mvua ya mwezi wa 7 haitanyesha sana. Haitanyesha kila mahali. Watu watapanda lakini hawatavuna. Watu watapanda lakini hawatavuna. Na kutakuwa na njaa mingi sana. Kutakuwa na shida ya chakula katika nchi yetu ya Kenya kutoka mwezi huu kuendelea. Na Mungu akaniambia kwamba kuna miaka 2. Kuna miaka 2 ambayo Kenya itakuwa na shida mingi sana. Ambayo Kenya itakuwa na shida mingi sana. Lakini hii shida itakuwa ni shida ya kwamba kuonyesha wanadamu ya kwamba Mungu ni Mungu. Maana watu wamefikia mahali ya kwamba wamedharau Mungu. Basi nimekwambia unabii wa kwanza ni ya kwamba hakutakuwa na mvua ya kulete chakula katika nchi yetu ya Kenya. Hakutakuwa na mvua ya kulete chakula katika nchi yetu ya Kenya. Nataka kutoa unabii wa pili kuhusu huduma ama kazi ya Mungu. Hii unabii ni ya miaka 10 inayokuja. Hii unabii nitakao kutolea hapa. Kama wewe ni pastor, kama wewe ni mwimbaji, ningependa usikize huu unabii. Utaona tu kwa siku chache ambazo zinakuja. Unabii ambao nataka kutolea hapa. Miaka 10 inakuja, mahubiri ya kule sokoni. Mungu itakuwa ni shida. Miaka 10 inakuja, alafu serikali itakuwa inapiga sana mambo ya Mungu. Na kutatokea watu au kikundi ambacho kitakuwa kinapiga Mungu. Kitakuwa ni kama kitakao kinasema ati ya kwamba Mungu hayuko. Na basi watu wengi wataacha kuokoka. Na kipindi hicho cha miaka 10 Mungu atakuwa amenyamaza. Atakuwa amenyamaza. Lakini baada ya muda mchache Mungu atajitokezea tena na heshima ya Mungu basi itarudi. Naongea kuhusu unabii wa miaka 10 inakuja. Miaka 10 inakuja kutakuwa na shida kubwa sana Injili. Wahubiri watadharauliwa, wahubiri watatukanwa, wahubiri watadhihakiwa, wahubiri watakemewa. Mambo itakuwa sio mazuri katika mambo ya kuhubiri. Watu watadharau Mungu kiasi kikubwa mno. Watu watadhihaki Mungu sana. Lakini hicho kipindi basi Mungu atakuwa tu ametulia. Atakuwa tu ametulia na atakuwa basi amenyamaza. Lakini baada ya muda mchache basi Mungu atatokea na ataanza kutetea wale watu wake. Mungu ataanza kutetea kazi yake. Mungu ataanza kutetea kazi yake. Mungu ataanza kutetea wanadamu. Mungu ataanza kutetea wanadamu. Na ataanza kutetea kanisa. Unabii wa 3 ni kuhusu wazazi. Wazazi na watoto. Itafika mahali katika miaka 10 mzazi hatahurumia mtoto. Naye mtoto hatahurumia mzazi. Hakuna mtu atakaye kuwa anahurumia mwenzake. Bwana hatahurumia bibi, naye bibi hatahurumia bwana. Lakini Mungu akaniambia kwamba wale wachache ambao ni wana wa Mungu, Mungu atakuwa amewasustain. Sema amen. Mungu atakuwa amewasustain. Hawataona mabaya, hawataona shida. Wale ambao watasimama na Bwana katika njia ya haki na ukweli, wale watatumikia Mungu katika njia ya haki na ukweli, basi hawataona madhara yoyote. Wao watakuwa wako sawa. Maana maandiko yanasema ya kwamba mtakapotubu
basi mimi Bwana nitaweza kuwarudia. Hivyo ndivyo maandiko ambayo inasema. Na kutoka unabii mwingine kuhusu viongozi na kuhusu siasa. Nataka kutoa pia unabii kuhusu siasa. Yule kiongozi yako ambaye anaongoza Kenya, sitaki kumtaja. Yule kiongozi ambaye anaongoza Kenya, utashangaa sana 2027 ndiye atakaye kuwa bado ndio anaongoza. Nataka unisikize vizuri. 2027 yule kiongozi wenu ambaye anaongoza Kenya ndiye atakuwa anaongoza bado 2027. Na kutatokea mambo mengi 2027. Kutatokea vita, watu wengi watakufa. Watu wengi watakufa kwa ajali, watu wengi watauawa. Lakini Mungu atasimamisha wale wake. Mungu atasimamisha wale wake. Lakini Mungu akaniambia kwamba kutakuwa na shida kubwa sana hapa nchini Kenya. Kutakuwa na shida kubwa sana hapa Kenya kwa sababu ya wana siasa. Kutakuwa na shida kubwa mno. Itakuwa ni shida ambayo haijawahi kuonekana. Shida ambayo haijawahi kuonekana. Shida kubwa mno. Shida kubwa. Viongozi watauana, wanadamu, wananchi. Kutakuwa na a lot of problem katika nchi yetu ya Kenya. But wale wa Mungu ataweza kuwasimamisha na ataweza kuwasustain. Mungu ataweza kufanya nini? Mungu ataweza kuwasustain. Mungu ataweza kuwasimamisha. Lakini nimekuambia kutakuwa na shida kubwa sana. 2027 watu wengi watakufa, kutakuwa na vifo. Kutakuwa na vifo za kila aina. Kutakuwa na shida kubwa mno katika nchi yetu ya Kenya. Kutakuwa na shida. Lakini Mungu wetu aliye juu mbinguni ataweza kusustain kanisa yake. Mungu wetu aliye mbinguni ataweza kusimamisha kanisa. Mungu wetu wa mbinguni ataweza kusimamisha wale wake. Mungu wetu wa mbinguni ataweza kuwasaidia wale watu wake. Nimekwambia kuhusu kanisa. Kuna makanisa mengi miaka 10 inakuja, wanasiasa wataingililia. Lakini hii ningependa ifikie viongozi. Wale viongozi ambao wataingililia kanisa, Mungu atawamaliza vibaya. Mungu atawamaliza vibaya. Mungu atakuwa anamaliza familia zao vibaya sana. Mungu atakuwa anamaliza uongozi wao vibaya. Wale viongozi ambao wataingilia kanisa ya Mungu, wakati ambapo mtakuwa mnakoribishana, mnaongea mambo mabaya, tafadhali viongozi usiingilie kuhusu kanisa. Wachana na kanisa. Nimekuambia na kutolea tu unabii kuhusu Kenya. Wale ambao viongozi mtakuwa mnapigania uongozi, basi isije ikafika mahali basi wewe kiongozi ukaanza kuingilia kuhusu kanisa. Maana kanisa ni hekalu la Mungu na Mungu hafai kuchezewa. Mungu anafaa kupatiwa heshima yake, maana yeye ni Mungu. Yeye ni Mungu, anastahili kupatiwa heshima yake. Maana Mungu ni Mungu. Mungu anastahili kupewa heshima. Nimeona watu wengi wakijaribu kuchezea injili, wakijaribu kuchezea neno ya Mungu, lakini wale watu hawajui kile wanafanya. Maana maandiko yanasema Mungu ni yule yule jana, leo na hata milele. Mungu wetu abadiliki. Unapocheza na neno la Mungu, unapocheza na kanisa. Nataka pia niongee kuhusu vitu 3 ambazo ukitaka kuishi miaka mingi usicheze nazo. Number 1, usicheze na mtumishi wa Mungu. Mtu yote ambao anaitanishwa na jina la Mungu, wachana na yeye. Mtu yote anaitanishwa na jina la Mungu, either ni pastor, either ni mhubiri, wachana na yeye. Kuna kitabu cha Catholic kinasema hata ukipata mtumishi wa Mungu yote naongea na Kikamba, utanielewa mtazamaji. Wedha mudhuko miwangai ailala kana ailala, wachana na yeye. Yeye anajuana na Mungu wake. Hiyo ndivyo kitabu ya Catholic kinasema. Na nafikiri cha pili ni kuhusu kanisa. Kanisa, ukitaka kuishi miaka mingi, ogopa kanisa na uogope wazazi. Lakini watu wengi, kila kisasi tuko nacho akielewi ni kisasi ambacho au ni dunia ambayo haitaki kusikia.
Dunia ambayo inaona iko na pesa mingi haiwezi ikaheshimu Mungu. Dunia ambayo inaona iko na utajiri mwingi haiwezi ikaheshimu hekalu ya Mungu. Ile dunia ambayo tuko saa hii ni dunia ambayo haitaki kusikia maneno ya Mungu. Dunia ambayo imejaa kiburi. Dunia ambayo imejaa kujiinua. Dunia ambayo haitaki kuambiwa. Lakini Mungu, nimekwambia Mungu atatupigania na atatusaidia. Nimekwambia kwamba hakutanyesha mvua. Mvua haitakuwa. Hata hii mwezi wa 7 hakutakuwa na mvua. Hivyo ndivyo Mungu ameniambia usiku wa leo. Kutakuwa na shida mkubwa sana ya mvua. Na kitu kingine ambacho watu wanafaa kuombea, nimekwambia ni kuhusu kanisa. Kanisa itakuwa inapigwa sana. Kanisa ya Mungu. Lakini Mungu mwenyewe atajitetea. Maana Mungu ni Mungu na Mungu hajawahi shindwa. Wale ambao watasimama kinyume na neno ya Mungu, Mungu atawamaliza. Hawatakaa miaka mingi. Mungu atawamaliza. Andika mahali, na uandike kwa diary. Andika tu kwa kitabu yako, na uandike Prophet Jeremiah prophecy. Hiyo mambo ambayo nakwambia utakuja kuiona. Na basi nataka kutoa unabii mwingine kuhusu chakula. Nimekwambia kutakuwa chakula za kukula. Matajiri wengi wataabudiwa kama Mungu. Ama wala watu ambao watakuwa tu na chakula ya kukula. Sijasema gari wala plot, sijasema kitu kingine. Nimesema chakula ya tumbo. Chakula ya tumbo itafanya watu wateseke sana. Miaka 2 inakuja. Kutakuwa na njaa na kutakuwa na shida ya chakula. Kutakuwa na njaa sana. Kutakuwa na shida mingi sana ya chakula. Watu wengi watateseka na chakula. Watu wengi watahangaika na chakula. Maana hakutakuwa na chakula katika nchi yetu ya Kenya. Na dunia mzima kutakuwa na shida. Hata msaada wa chakula katika nchi na nchi haitakuwa. Na nimekwambia pia kutakuwa mvua. Vitu zitapanda, unga itapanda, mafuta itapanda, sukari itapanda, vitu zitapanda na hakutakuwa na kazi. Utakuwa unakutana na mtu anakuambia nimekaa siku 3 sijakula. Utakuwa unakutana na mtu anakuambia sina chakula, maana kutakuwa na shida ya chakula sana. Andika mahali. Hivyo ndivyo nabii Mungu amenipatia usiku wa leo. Kutakuwa na shida ya chakula na si maskini peke yake, hata matajiri. Vitu zitapanda, matajiri wataogopa kukula. Na maskini wataogopa kukula, maana kutakuwa na shida ya chakula na hakutakuwa na kazi. Hivyo ndivyo Mungu ananiambia, unabii wa miaka 2. Utakuwa na a lot of problem. Mimi ni nabii. Nilizaliwa nikiwa nabii. Siongei kwa sababu nifurahishe dunia. Siongei nifurahishe wa Kenya. Siongei nifurahishe mtu yeyote. Naongea kile Mungu ameniambia usiku wa leo. Nimekwambia mimi ni nabii. Nilizaliwa kama nabii. Natoa unabii kuhusu nchi yetu ya Kenya. Nimekwambia kwamba kutakuwa na shida ya chakula sana. Kutakuwa na njaa. Kutakuwa na njaa. Kutakuwa na shida mno. Wasichana wengi watapata mimba wakitafuta chakula. Wasichana wengi watapata mimba wakitafuta msaada. Vijana wengi wataanza kuvuta bangi, watachanganikiwa. Mungu atakuwa ameachilia ghadhabu duniani. Maana imefika wakati wanadamu wameona ni kama wametoshana na Mungu. Imefika wakati watu wanaona ni kama Mungu ni sister yao ama ni brother yao. Watu wamezoea Mungu. Watu wamezoea Mungu sana. Imefika kipindi watu wamezoea Mungu. Watu wamezoea Mungu sana. Wameona Mungu ni kama ni sister yao. Wameona Mungu ni kama ni brother yao. Wamezoea Mungu kiasi kikubwa. Ngoja uone vile Mungu atamaliza watu. Dunia zima itakuwa na shida. Kenya nzima for 2 years utakuwa na a lot of problem. Basi hiyo ndio nabii Mungu amenipatia kuhusu nchi yetu ya Kenya. Hiyo nabii nataka uandike kwa kalenda. Nataka uandike hiyo nabii kwa kalenda yako ama uandike kwa diary. Uandike tu mahali.
utakuwa unakumbuka hiyo unabii nimekuambia leo. Utakuwa unakumbuka hiyo unabii nimekuambia leo. Andika tu kwa kitabu ama kwa notebook, na hapo juu andike Prophet Jeremiah Ngei. Ni unabii ambayo utakuwa unaiona. Kunakuwa na a lot of problem. Basi wewe ni mgonjwa, wewe ambao umefika mwisho, ni masaa sasa niweze kukuombea ndio tuweze kumaliza ibada yetu ya siku ya leo. Wewe ni mgonjwa, umekuwa mgonjwa miaka mingi. Umekuwa ukiteseka, umekuwa ukitafuta msaada, umekuwa uking'ang'ana. Mungu ako na uwezo na mamlaka wa kukusaidia na kukuonekania. Nataka unyooshe mkono wako hapa kwa TV yako. Nyosha mkono kwa TV yako. Wewe unanitazama kupitia TV. Wewe unanitazama kupitia YouTube. Wewe unanitazama kupitia TikTok. Nyosha mkono wako hapa. Nataka nikuombee wewe ambao umefika mwisho. Wewe ambao hauna kazi. Wewe ambao umekuwa ukistruggle. Wewe ambao umekuwa uking'ang'ana. I want to pray with you. I want to pray for your business. I want to pray for your ministry. I want to pray for your family. I want to pray for your wives. I want to pray for your children. What is going on in your life? Nini ambayo unaona ya kwamba umekuwa ukiteseka? Mimi sikusoma, mimi ni wa class 8. I'm a class 8 dropout. I got 103 at class 8 KCPE. I was the best and the worst stupid person in the school. Mimi ndo nilikuwa mjinga mkubwa kwa shule. Nilipata max 1 or 3 class 8. I'm a class 8 dropout. Hata katika results zangu za class 8 naweza nikakupatia. Mimi ndo nilikuwa mjinga mkubwa ile shule nilikuwa ninasomea. Sikuwa najua kusoma. Sikuwa naelewa masomo. Lakini leo ni mimi Mungu ananitumia. Nimeombea watu wengi wakafanikiwa. Nimeombea watu wengi wakainuliwa. Nimeombea watu wengi wakapata miujiza. Sitaki uniamini. Nataka uamini Mungu mwenye uwezo na mamlaka. Ningependa nikuombee na miujiza itaweza kutendeka katika maisha yako. Wewe ambaye unateseka, nini imekuwa inakusumbua? Kuna mwanamke mmoja ambaye alitokwa na damu miaka 12 na akasikia Yesu anapita na akasema leo lazima nitagusa pindo la Yesu. Leo lazima nitagusa pindo la Yesu. Leo lazima nitaweza kugusa pindo la nani? La Yesu. Akaenda akagusa pindo la Yesu na akapata uponyaji. Nini imekusumbua kwa muda mrefu? Wewe ni mama, ndoa yako imekuwa ina amani. Wewe ni msichana, umekuwa ukijaribu kutafuta mchumba au pati. Umekuwa uking'ang'ana na ukistruggle katika maisha yako. I want to pray with you. Nataka niombe na wewe masaa kama haya ya asubuhi ya leo. Basi nyoosha mkono wako kwa TV yako. Basi nyoosha mkono wako kwa TV yako au kwa TV yako. Nyosha mkono hapa kwa TV yako niweze kukuombea. Nini imekuwa inakusumbua katika maisha yako? Nini imekuwa inakuhangaisha? Nini imekuwa inakusumbua muda mrefu? Nini imekuwa inakusumbua? Unapata kazi unafutwa for no reason. Umesoma, uko na madegree, uko na certificate, uko na manini, madiploma. Mimi sikusoma, lakini leo nataka nikuombee. Leo ningependa uamini. Leo ningependa Mungu akutendee muujiza. Mungu ni yule jana leo na hata milele. Na mahali popote ambapo alienda alitenda muujiza. And I know kwako ataenda kutenda muujiza na ataenda kutenda mambo yale makubwa katika maisha yako. Mungu ataenda kutenda muujiza katika maisha yako. Basi amini hii maombi nitaenda kuomba na wewe. Nataka tuombe sasa. Jehova anasema ni asante, pokea sifa zote na utukufu. Bariki kila mmoja anaonitazama. Kuna watu wananitazama hawana kazi. Kuna watu wananitazama ni wagonjwa. Jehova nawaitishia uponyaji masaa kama haya. Nawaitishia neema na rehema. Milango ikafunguke. Wengine wamesoma hawana kazi, nawaitishia kazi. Nawaitishia milango yao ikafunguke. Milango ya kazi, milango ya mambo mazuri ikaweze kufunguka. Na watenganisha na kila ufalme wote wa kuzimu, na roho ya kutumwa na kujituma. Na watenganisha na kila madhabahu, na watenganisha na kila ufalme, na watenganisha na kila maroho yote. Na vunja kila mamlaka, na vunja kila uwezo, na vunja kila maroho, na vunja kila anga, na vunja kila madhabahu, na vunja kila maagano, na vunja kila utawala katika jina la Yesu Kristo. Milango yao ikaweze kufunguka, milango ya kazi ikafunguke. Wale ambao mazao hazina amani, na wetishia amani na upendo. Na vunja kila mamlaka, na vunja kila utawala, na vunja kila maroho ya kutuma na kujituma, na ikamata asubuhi ya leo. Na vunja kila mamlaka, na vunja kila ufalme, na vunja kila ufalme katika jina la Yesu Kristo. Wale hawana
kazi na waitishia kazi, milango ya kazi ikafunguke, milango ya baraka, milango ya neema na milango ikafunguke, miujiza ikaweze kutendeka katika maisha yao. Navunja kila laana na mikosi, madhabahu, kila neno yote iliyo neno kinyume na maisha yao, na ivunja asubuhi ya leo. Navunja kila mamlaka, navunja kila utawala, navunja kila maroho katika jina la Yesu Kristo. Mungu, nenda ukabariki mtazamaji anaonitazama. Wengine wamefika mwisho, wengine wako karibu ku give up na maisha, na waombea asubuhi ya leo milango na miujiza, mambo ikaweza kutendeka. Wengine wamefungua biashara na hawana customer, na waitishia customer, milango yao ikafunguke, biashara zao zikanoge, biashara zao zikaendelee, miujiza ikatendeke katika maisha yao. Navunja kila mamlaka, navunja kila maroho, navunja kila utawala watu wa giza, kila vifungo zote, zile biashara zimefungwa, zile boma zimefungwa, kila ufalme wote wa rika bashete karabodizia, naivunja asubuhi ya leo. Navunja kila mamlaka, navunja kila maroho katika jina la rika bashata karabodizia, katika jina la Yesu Kristo. Tunavunja kila mamlaka, tunavunja kila mamlaka, rika bashata karabodizika, rika bashata karabodizia, tunavunja kila mamlaka in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Rika bashata karabodizia. Wewe ambao unaotazama, omba. Wale ambao mnaotazama, somebody pray. Wale ambao ni wagonjwa, somebody pray. Naona watu wakifunguliwa, kuna watu ambao wanapokea muujiza. Somebody. Watu waombe. Wale ambao mnaotazama kwa TV, wale ambao mnaotazama kwa YouTube, wale ambao mnaotazama kwa TikTok, somebody pray. Nguvu za Bwana. Oh my God. Wengine wanaanguka, wengine wanaguzwa, wanajazwa na Roho Mtakatifu. Somebody pray. Utaona mambo yakibadilika in your life. Somebody pray. Watu waombe. Piga magoti kama unaweza piga magoti, kama unaweza kupiga mikono, unaweza ukapiga mikono yako katika jina la Yesu Kristo. Wale pia mko hapa mbele yangu, watu waombe. Wale ambao mko hapa na mtumishi wa Mungu, watu waombe. Wale wa mama wako hapa na wazee, ningependa muweze kuomba. Wale ambao mko hapa, hata cameraman wangu, omba. Somebody pray. Cameraman wangu, watu wote waombe, hata madirector, watu wote ambao tuko hapa, watu waombe in the mighty name of Jesus. Watu waombe in the mighty name of Jesus. Watu waombe, miujiza inatendeka. Somebody is going to be healed. Mtu anaenda kuponywa, rika bashata karabodizia. Mtu anaenda kuponywa, milango inaenda kufunguka, mtu anaenda kupata bwana, mtu anaenda kupata mzee, mtu anaenda kupata mchumba in the mighty katika maisha yao. In the mighty name of Jesus, we worship you, God. We worship you, my Father. We worship you, King of Kings. We worship you because you are the Lord. We worship you for everything. We worship you because you are good. We worship you because you are the Lord. Baba, tunakuabudu asubuhi ya leo. Nenda Mungu kawabariki na ukawaponya, ukaguza maisha yao, ukaguze maisha yao. Waguze Jehova katika jina la Yesu Kristo. Wengine mtasikia kizunguzungu, wengine mtasikia kutapika, wengine mtasikia kusikia vibaya, wengine mtasikia ni kama umeishiwa na nguvu, wengine hata mnaweza mkaanguka hapa mahali umesimama. Nguvu za Bwana, distance is not a barrier. Nguvu za Bwana zitashuka mahali popote ambapo ulipo. Wengine mtanipigia simu, mtasema mmepona, miujiza imetendeka. Kuna watu mtanipigia simu, mtanipatia ushuhuda kwa yale Mungu atakuwa ametenda katika maisha yenu. Oh my God, God is going to do something in your life. Mungu anaenda kuwaponya, Mungu anaenda kuonekania, miujiza inaenda kutendeka katika maisha yenu, mambo makubwa inaenda kutendeka katika maisha yenu, miujiza na upako, neema ya Bwana inaenda kuonekana katika maisha yenu. Mungu anaenda kuachilia kibali, Mungu anaenda kuachilia neema in the mighty name of Jesus. Mungu anaenda kuonekana katika maisha yenu, Mungu anaenda kuonekana akiachilia kibali, akiachilia neema. Milango inaenda kufunguka in the mighty name of Jesus. Navunja kila utawala, navunja kila maroho in the mighty name of Jesus. Naombea kila mmoja, naombea vijana, wa mama, wasichana, na kila mmoja anaotazama, na uitishie uponyaji right now, miujiza ikatendeke in the mighty name of Jesus Christ. Natamka uponyaji katika maisha yao, miujiza ikatendeke. Wale wagonjwa na uitishie uponyaji, wale ambao wamekuwa
kugonjeka, na uitishie uponyaji. Maroho ya maugonjwa wamekuwa wakienda hospitali kila mara, na uitishie uponyaji right now. Pesa zao hazitaishia hospitali, pesa zao hazitaishia hospitali, katika jina la Yesu Kristo. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Roho Mtakatifu shuka kwa kila mmoja anaonitazama. Roho Mtakatifu shuka kwa kila mmoja anaonitazama. Milango ikafunguke, milango ikafunguke, milango ikafunguke. Nyosha mkono wako tu hapa, wewe ambao umekuwa ukitafuta kazi. Mungu anaenda kukupa kazi right now. Mungu anaenda kukupa kazi. Utasikia tu, utaitishwa, utasikia unapigiwa simu uende interview. Utapigiwa simu uambiwe kutoka kesho njoo kazi. Mungu anaenda kukupatia kazi in the mighty name of Jesus. Naona mtu ambaye ako na madigrii, mtu ako na madiploma, amekuwa akitafuta kazi kwa muda mrefu, lakini kazi inaenda kupatikana in the mighty name of Jesus Christ. Milango inaenda kuonekana in the mighty name of Jesus Christ. Miujiza inaenda kuonekana in the mighty name of Jesus Christ. Miujiza inaenda kuonekana in the mighty name of Jesus Christ. Wagonjwa wanaenda kupona in the mighty name of Jesus. We pray and believe. Sema amen. Wewe ni mgonjwa, sema amen. Wewe ambao ulikuwa unaumwa na magoti, miguu, kifua, kichwa, mgongo, wapi, nataka inua mkono wako wa kuume, sema amen mara 7. Sema amen mara 7. Inua mkono wako wa kuume, useme amen mara 7. Na basi utakuwa umepokea muujiza na utaweza kupona. Utakuwa umepokea muujiza na utaweza kupona. Majina yangu naitwa Prophet Dr. Jeremiah Ngei. Mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, na zaidi ya yote mimi ni nabii. Mimi Mungu uniongelesha kuhusu mambo ya watu. Unahitaji nikutabirie ama unahitaji nikuombee? Unahitaji nikuambie nini imekuwa inakusumbua? Nitakutolea unabii na nitakwambia vile unaweza ukafanya ndiposa shida zako ziweze kuisha. Nataka uchukue namba yangu ya simu ambayo unaweza kunipigia. Kuna wengine wanataka kusupport, wanataka kutuma sadaka zako kwa simu. Wanataka kutuma sadaka zako, umeguzwa na mahubiri, umeguzwa na unabii, ungependa kusupport hii huduma. Uko na sadaka ungependa kutuma. Ni nini ambayo ungetaka kutuma? Uko na sadaka ungependa kutuma. Basi nitakupatia M-Pesa namba ambayo utakuwa unatuma sadaka zako saa yoyote au wakati wowote. Mambo ikiharibika, ambayo hiyo namba ndio utakuwa unanipigia simu, tutakuwa tunaomba na wewe, nitakuelekeza vile ambavyo utakuwa unafanya. Nataka basi uchukue namba yangu 0110 86 92 43. 0110 86 92 43. 0110 86 92 43. Ndio namba ya kutuma sadaka yako. Ukiguzwa tuma sadaka yako. Na basi wewe ambao unahitaji kuzungumza na mimi, hiyo tu ndio namba yangu ya simu. Ndio namba yangu ninayotumia. Simu yangu ya mkono ni hiyo. Nataka basi nikupatia namba hiyo tena kwa mara ya mwisho. Na utaona hapo tu hiyo namba kwa chini ya screen yako, chini ya TV, chini ya simu yako. Utaona hiyo namba, director wangu atakuandikia hiyo namba yangu ya M-Pesa na namba yangu ya kunipigia 0110 86 92 43. Nakwambia majina yangu naitwa Prophet Dr. Jeremiah Ngei. May God bless you. Kuna nyimbo ambazo nimeweka hapo YouTube, and watch, like na subscribe. May God bless you. Bye bye kwa sasa.